Na Meneja Dingano, mtu ambaye alifunga safari kutoka Dar es Salaam mpaka Mtwara kwa ajili ya kushuhudia show ile. Kuna kipi ambacho kimetokea? Zidi kukaa na sisi mwanzo mpaka mwisho tujue yote ambayo yalijili. Bwana Meneja. Nakwaje? Mambo vipi? Kama kawa. Bwana pole sana na uchovu ndugu yangu. Sasa naomba. Wanakuambia safari ambayo haikuzaa matunda. Safari ya pili ndani ya Mtwara mnafunga safari, lakini mambo mliotarajia sio yale mliotarajia nyinyi mameneja, lakini pia waliotarajia mashabiki wenu. Yeah, of course. Tulifikiria tutafanya mambo makubwa sana msimu huu. Lakini mwisho wa siku kikuja kutokea sitomfahamu kwa sababu hata mimi mwenyewe sikuweza kuelewa kwa namna moja au nyingine. Ila kiundani zaidi tutawahusisha wenyewe kama watakaa kwenye media au watakaa online, kwa sababu mpaka sasa hivi bado uongozi haujakaa sehemu yote. Haujakaa kwenye media yote online, haujakaa kwenye media yote na haijazungumza kitu chochote. So naamini kwamba kama uongozi utakuwa uko tayari, basi unaweza ukakaa na kila kitu unaweza kukiweka wazi wenyewe. Ila kwa sisi kama sisi mafans ambao tutajua kwenda Mtwara, tumefika sehemu husika, lakini mwisho wa siku ilifika asubuhi ya saa 4 tunaambiwa show imeahirishwa. Nini shida, nini sababu? Hatuwezi kufahamu. Uongozi na mhusika mwenyewe anaelewa. Unajua zile? Ya, lakini mwisho wa siku kilichofanyika safari hii, kwa sababu sikufikiria kama show ingeweza kuahirishwa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mara ya kwanza ilitakiwa kama sikosei mwaka mpya. Lakini mwisho wa siku akaomba radhi, akaomba samahani, tukaona kabisa yuko Kenya anapiga show. Na alisema kwamba hawezi kutoka Kenya na ndege mpaka kufika Mtwara hawezi kupiga show, kiafya na kwa sio mzuri. Tukadao tukapoteza. Safari tena akatangaza kwamba sikukuu ya Eid atakuwa nao watu wa kusini, si ndio? Mwisho wa siku bahati nzuri na bahati mbaya hakijatokea hicho kitu kama watu wanavyofikiria. Kwa hiyo kwa upande wa kwangu mimi naweza nikasema kwamba kwa kilichofanyika kwa huu msimu wa pili, Januari ilikuwa shida, sikukuu ya Eid ilikuwa shida. Mbaya zaidi hizi siku zote zinakuwa ni sikukuu za, yaani zinakuwa siku za sikukuu. Siku ambazo kila mtu anaamini kabisa anajitoa kwa namna moja au nyingine, anaenda kumwangalia nani? Harmonize. Januari naweza nikasema kwamba ni mwaka ambao tunaukaribisha mwaka mpya. Si ndio bana? Tupo na nani? Tuko na makondo yetu. Apige show apite hivi. Na sikukuu ya Eid uaga wao naamini kabisa watakuwa na mtu wao ambaye ni Rajabu. Atapiga show kwa namna moja nyingine, atapita hivi. Na utamaduni wake kila mwaka, yaani mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka anafanya hicho kitu. Lakini kilichotokea safari hii, mimi nilikuwepo kule. Alikuwa mmoja kati ya watu wa mwanzo kabisa kufika. Yes, mimi nilikuwepo kule. Naweza niweze kusema kwamba alichokifanya Harmonize siwezi kumlaumu, lakini mara nyingi nitaulaumu uongozi. Si ndio bana? Na wao kiwemo. Uongozi, mimi sio kiongozi wa ndani. Unajua ninavyozungumzia uongozi maana yake ni kamati kuu. Unavyosema meneja, si ndio bana? Ana nafasi yake, mhasibu ana nafasi yake, mkurugenzi ana nafasi yake. Maana yake nafasi ya chopa tabaki kwa chopa. Nafasi ya jembe tabaki kwa jembe. Nafasi ya Samu tabaki kwa Samu. Sawa bana? Kwa hiyo mimi sipo deep ndani. Yaani kwamba sipo deep sana ndani, na ndio maana hata nikashindwa kuwasiliana nao. Sio bana? Yaani nilijaribu tu kwanza DM nikawasiliana nao kwa mmoja, lakini hata majibu ambayo nimeyapata hayakujitosheleza kiasi kwamba nikashindwa kupiga hata interview Mtwara. Nakumbuka interview yangu kwanza nilifika siku ya kwanza nilifanya. Lakini waandishi wengi walinifuata tupige kazi, lakini nitajibu nini kwa sababu sina uhakika aina wote. Sio bana? Kwa hiyo nikaona niache kama ilivyo niweze kurudi Dar es Salaam. Unadhani kitu gani kimekuumiza? Yaani nakumbuka kwamba ulitoka hapa na kuahidi kwamba kuna makubwa yanaenda kufanyika, lakini safari ya Mtwara haikuzaa matunda yote kwa kila ambacho mlikifuata. Unadhani hii itakuwa imewaumiza mashabiki wa Harmonize pamoja na wewe? Labda kuna kitu ambacho Harmonize alikuwa amekifanya ambacho kimeumiza mashabiki wake? Kuwaumiza mashabiki ameumiza tena sehemu kubwa sana. Tena naweza nikasema sehemu kubwa, kwa 100%, 80% kaumiza sana mashabiki wa Harmonize. Hasa mashabiki wa kusini. Kwa sababu naweza nikasema tena Januari ya mwezi wa kwanza alitakiwa aende pale na alitangaza. Ndio bana? Mwezi wa Ramadhani ambaye ni sikukuu ya Eid, ndio bana, alitakiwa awepo pale. Leo maana yake atakuwepo pale. By the way hakuwepo. Ndio bana? Kwa hiyo hata kama ingekuwa wewe inakuumiza kiasi gani? Kwa mashabiki wa Harmonize, mashabiki wa kusini kwa kifupi wote, ikiwemo na mimi, wote tumeumia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu tumeona mara ya kwanza kailisha, mara ya pili kailisha. Kama msanii mkubwa maana yake unajipunguzia baadhi ya vitu fulani, au unajipunguzia CV fulani. Kwa hiyo siwezi kumlaumu moja kwa moja Harmonize kwa sababu Harmonize sidhani kama ana shida. Mimi nipo kwenye uongozi. Chopa kazi yake nini? Sam kazi yake nini? Na baadhi ya wengine wote kazi yao nini? Kwa sababu nakumbuka Chopa mara ya mwisho tuliona emoji fulani hivi anatoka Dar anaenda Mtwara.
si ndio? Na tukaamini kabisa kwamba kila kitu kipo. Sasa kama aliamini kabisa anaenda Mtwara na amekaa Mtwara zaidi ya siku moja siku mbili, akaona hiki kitu hakipo, kwa nini kutoa taarifa mapema? Kwa sababu kutoa taarifa jana saa 4 ya asubuhi ni kitu ambacho hakiwezekani. Moja kabla ni kitu ambacho hakivumiliki kwa mafans. Nimeona baadhi ya mafans wameanza kulalamika, Mtwara unatukana, unaongea hivyo, unaongea hivi. Medium yangu ningekuonesha hapa imejaa matusi tu. Yaani natukana mimi nitasema labda mimi ndo mwenye show. Natukana mimi nitasema labda mimi ndo mhusika mkuu. Sawa, nipo katika hiyo familia, lakini kwamba lazima sawa nipo kwenye hiyo familia, lakini mimi na nafasi yangu. Si ndio? Lakini nikikuonesha DM yangu matusi ambayo mimi yameingia kwenye DM yangu, Harmonize hajatukanwa, Chopa hajatukanwa, Sama hajatukanwa. Sawa? Simu ambazo mimi nimepigiwa, si ndio bana, za matusi. Yaani natukana matusi ya ngoni kiasi kwamba siwezi kuongea kwenye media. Lakini kuzingua show ya Mtwara. Achana kuzingua show ya Mtwara. Hilo neno jepesi jomba. Kuna matusi ya ngoni, mama yako amekufa lakini anaonekana mama yako amezalishwa watoto 100. Watu washaanza kuzoa tiketi. Yes. Nini? Watu ambao walikuwa tayari washaanza kununua tiketi. Ile show ilikuwa na tiketi, so far vua Mama Samia. Maana yake vaa t-shirt ya Mama Samia, vaa chepe ya Mama Samia. Kwa hiyo mimi naamini watu wengi walijiandaa na ile show. Sawa. Kuna watu wamepata hasara katika mechi. Yaani kupata hasara hii ni mara ya pili. Yaani hasara maana yake inakujaje? Hasara maana yake ile ni Mtwara. Mtwara imezungukwa na Tunduru, Songea, Masasi, Ruangwa, na Chungwea, Lindi, Kilwa, Newala, Tandaimba, Kitangali. Umesoma sio? Hawa wote wa mafansi tunakutana sehemu hii moja ambaye ni Ngwanda sijaona. Hiyo ni hasara tosha jomba. Watu watoka Newala wanatumia kiasi gani? Watu watoka Mauta, watu watoka Kitangali, watoka Ruangwa, watoka na Chungwea, sio bana, watoka Lindo, watoka Kilwa, watoka Ikwilili, wengine wametoka Dar es Salaam kwa sababu ya Harmonize. Naamini wengine wametoka pande za Mangali za kaskazini kwenda kumwangalia nani? Harmonize. Umesoma sio? Na mimi mpaka mara mwisho nakumbuka nilivyofanya ile interview pale mkoani yaani pale niliwaaminisha watu wengi kwamba show imefanyaje? Show ipo. Umesoma sio? Kwa hiyo kuumia kwa mafans maana yake watu wametumia gharama. Sio bana? Watu wamekuja na familia zao. Chukua hiki. Hoteli zote za Mtwara zilikuwa zimeshajaa. Ushanyelewa? Booking hizo. Yes, yani hoteli zote zishajaa. Guest zote zishajaa. Sio bana? Sisi mimi mwenyewe binafsi, sio bana? Mimi mwenyewe binafsi, mimi sijafikia hoteli ndo la guest. Nimefikia ilibidi nifikie nyumbani kwanza. Baada ya kuona sehemu zimejaa. Sehemu zimejaa, nifikie nyumbani, baada ya hapo nichukue usafiri niende sehemu husika. Umesoma sijui? Kwa hiyo hizi ndio hasara ambazo tunazizungumzia. Umesoma? Watu wametumia bajeti zao, watu wametumia pesa zao, watu wametoka mikoa tofauti. Tunapozungumzia Mtwara na Masasi ni vitu tofauti. Mtwara na Ruangwa ni vitu tofauti. Tunduru, Songea, Newala, Mauta, Kitangali, si ndio bana? Hizo ni sehemu ni mbali mno, unatumia zaidi ya 8,000, 9,000, 10,000 kwenda kuiona nini? Na Ngwanda sijaona. Sio bana? Watu wamekuwa na familia, watu wamechukua mahoteli, watu wamekula, mwenao sije, watu wamejaribu kufanya vitu tofauti wakijua kabisa siku hii tunasherehekea na nani? Na Harmonize, lakini mwisho wa siku Harmonize ya kutokea. Kwenda ulia tena. Siwezi kumlaumu Harmonize, ila nitaulaumu uongozi wa Harmonize. Kwa nini hii mara ya pili show inaahirishwa? Alafu ni kawaida tu. Unajua unavyoamka tu asubuhi, sio bana, kama unataka kuiendesha familia yako ile, kwamba leo hamna chakula, leo hamna chai, ila it makes sense kwenye maisha. Sawa bana. Kumbuka Harmonize ni yani Harmonize ni kioo cha jamii. Ana mafans nyuma yake wengi sana, sio bana. Kama kuna kitu ambacho hakipo sawa, basi itolewe taarifa mapema. Yani wiki moja mbele itolewe taarifa. Kwa kama mtu alikuwa anataka kubuku, mtu akitaka kubuku hoteli, akitaka kubuku kitu chochote, anaweza kasti. Lakini leo hii show itakuwa ifanyike leo. Lakini tunaamka saa 4 asubuhi, tunaona Harmonize anaandika vitu ambavyo kwa mafansi havijawapendezwa. Mimi binafsi yangu sijapenda. Umesoma sijui? Kwa sababu natukana matusi, sawa bana? Naonekana mimi muongo, naonekana mimi shobo, au naonekana mimi mtu sijui kama unanielewa, lakini mwisho wa siku kilichofanyika safari hii, Chopa, sio bana? Tunatakiwa kujitathmini sana bro. Tunakuheshimu, au bana? Tunakuzingatia kama blaza. Lakini kumbuka kabisa hii ni mara ya pili show inasitishwa. Alafu mbaya zaidi ulipanda ndege kwenda Mtwara kufanya nini? Bora ungepanda ndege kwenda Mtwara basi usingetuwekea basi kwamba naenda Mtwara. Maana yake unavyosema ende Mtwara, kama management tunaamini kabisa moja kwa moja show lazima ifanyike wapi? Mtwara. Lakini management mpaka sasa hivi hajaongea chochote. Sawa bana? Ameongea Harmonize kwenye page yake. Sasa okay. Labda nichukue mfano mdogo. Unavyosema show yani wewe unakaa tu kwenye page unaandika tu. Mwingine ana simu, si ndio? Kabisa. Kama hivi vijijini wengine hawana simu. Simu zao nyingi ni za mkopo. Mtu kama 2,000 ya kulipa wala anaweza kaona hii moja Harmonize ambaye amepost sa story. Nimesikia kuna watu wametoka hadi Mozambiki, Msumbiji kufuata show. Yeye nilikwambia watu wametoka mbali. Umesoma sijui. Alafu mtu anakaa kwenye simu, si ndio bana? Yaani unajua
sitaki kumlaumu Harmonize, narudia tena. Lakini uongozi ilitakiwa umuendeshe Harmonize vizuri. Sawa bana. Harmonize amekaa Insta story kaandika Insta story, sio kila mtu anaenda Insta story. Msoma sio? Kaa basi kwenye online, ongea au kaa kwenye media, zungumza, na unaenda kwenye radio, zungumza, lakini unavoweka Insta story mwingine ana bando masaa 24. Na Insta story na kama masaa 24, sio? Insta story watu wengine simu zao za kukopa. Umesoma sijui? Mtu amekopa simu ya 200,000, 300,000, sio bana? Analipa 2,200. 2,000 siku mbili hajalipa. Simu za kukopa kama hujalipa pesa inakatwa. Umesoma sijui? Ataona hiyo kitu. Kwa hiyo mimi kama mimi binafsi na ushauri uongozi, sio bana, wa Harmonize, ukae sehemu husika, uwaambie ukweli mafans kwa nini hii show kwa mara ya pili imeahirishwa Mtwara, lakini kwa hichi itawakosti na itatukosti wote, sio wao tu. Okay, sawa. Yes. Umezungumza kwamba Harmonize kitendo cha kutoa taarifa kupitia Insta story, yani kuandika kwenye Instagram, sio fresh. Na nadhani sio mara ya kwanza hii Harmonize kutoa taarifa kama hizo, ni mara ya pili. Kama tunavyofahamu, mwanzo aliandika hivyo na mara ya pili kaandika hivyo. Hii inaashiria nini kwa upande wake? Kwamba labda wale mashabiki zake anawachukulia simple ama ni nini ambacho Harmonize anakilenga hasa? Kwa maoni ambayo mimi nimeyapata Mtwara, maoni ambayo nimeyapata Mtwara, nimeyapata Lindi, ndio bwana. Mashabiki wameumia sana. Mashabiki wanaongea sana. Yaani shabiki sometimes unakuta kabisa anaongea maneno makali kiasi kwamba yani mpaka unataka uingilie cut case. Unajua zile. Lakini sasa huwezi kufanya kitu chochote, shabiki ndani yake kuzungumza. Unasoma sijui atatukana matusi, atafanya hivi, ni haki yake. Sio bana? Lakini point ya msingi hakuwa sahihi kuweka Insta story kwamba show imeahirishwa. Angeposti official. Sawa bana? Ili wengi waone. Yes, au angekaa kwenye media online, au angetuma, au angeleta Clouds EFM wakazungumza hicho kitu, sio bana? Au la angepeleka details au sio bana kwenye radio za Mtwara, sio bana? Naamini kabisa kwamba radio ya Mtwara kuna Safari, kuna media nyingi ambazo zikishazungumza inasambaa kusini mzima. Unasoma sijui. Lakini mafans ambacho walichoumia kikubwa ni kwamba kwa nini Harmonize ametoa taarifa Insta story? Swali liko hapo. Kwa nini Harmonize ametoa taarifa kwenye Insta story? Yes, yani kwa nini Harmonize ametoa taarifa Insta story? Alafu kwa nini Harmonize ametoa taarifa show kesho yeye anakuja kuongea leo? Hivi yeye anaweza kumwalibia kwa mashabiki zake pale Mtwara, wakarudia baada ya akija siku kuanzisha show nyingine, tukio jingine, mashabiki wakaona huyu anazingua, akashindwa kupata watu kutokana na vitu ambavyo vitokea nyuma. Kwa research ambayo nimefanya, Harmonize hata kama akienda kesho kesho kupiga show, anakubalika. Msoma? Issue ni kwamba akija kutangaza kwa mara ya 3, nadhani aliandika pale kwamba mwezi wa 5. Hata akatangaza kwa mara ya 4. Anasema kwamba mwezi wa 5 ama mwezi wa 6. Je, awamu ya 3 akija kutangaza mapokeo yanaweza akawa ni ya hali gani? Yanaweza akawa ni hafifu, watu wasije kabisa na ngwanda sijaona kushuhudia show hiyo. Kwenye asilimia, unajua sio yeye tu, hata kwa mtu yoyote. Sio bana? Kama ile Januari 0, hii tena sikukuu tena leo ndio ilikuwa siku nzuri, sio bana? Ya kukaa na familia yake, kuwapa burudani mzuri. Na leo tena imekuwa pua. Umesoma sio? Kwa hiyo lazima kidogo kuna image yako lazima ikupunguzie kitu fulani. Umesoma sio? Kwa hiyo kana kwamba hata kama kitangaza bana kuna 1, kuna 2, kuna 3, basi sisi nyinyi waandishi mtakuwa mna kazi kubwa sana kuaminisha watu wa Mtwara kwamba show itakuwepo. Aidha mwenyewe atangulia mapema. Show kama anataka kupiga kesho kutwa afike leo. Sio bana? Akae kwenye media, awaaminisha watu kwamba bana mimi nipo hapa na safari hii siwezi kuondoka na siwezi kuahirisha. Inaweza kama make sense, lakini kwa haraka kwa 100%, 60% mashabiki wameumia sana. Konde Gang talent search nayo imeishia hapo njiani. Kwa sababu ilikuwa inafanya kufanyika kama show haikuwepo, unanyulizaje sana masuala ya talent show? Yes. Okay, sawa. Wakati Harmonize anaandika ule ujumbe alikuwa Dar es Salaam ama alikuwa Mtwara? Yuko Dar es Salaam. Yuko Dar. Kwa sababu kama mimi nilikuwepo Mtwara mpaka jana, sio bana? Mimi sikuona kama kuna harufu ya Harmonize. Na kama Harmonize angekuwepo basi wewe manake tumekutana naye, aidha hotelini au sehemu yoyote, sio bana? Au aidha kwenye jogging ya asubuhi tungekutana, sio bana? Lakini mwisho wa siku Miss Harmonize, yani ulienda ulifika kwa uone dalili zozote za Harmonize. Hakuna dalili zozote. Sijiona kushtuka kupata mashaka kabla hata media zozote. Yaani nilivyofika Lindi tu mashaka kwanza nikaanza kupata mashaka. Sawa bana? Kwa sababu nikiwa DM watu wangu muhimu wa uongozi wananikalia kimya. Hawajibu. Umesoma sijui? Nikapiga simu Mtwara, nikaona okay subiri nikajidizisha. Nikaingia MT. Kuingia MT nikifanya research zangu nikaamini kabisa mjomba Mchumali hayupo. Asubuhi tunaamka inacho kitu kinajitokeza. Kwa hiyo kwangu mimi kwa 100% wa mafansi wa Harmonize Mtwara, basi 40% au 60 wote sio bana wametoka kwenye miemko ya kumwamini Harmonize kwenda nyumbani. Kwa hiyo kama ataenda safari jayo hiyo mwezi wa 4 au wa 5, sio bana, basi inabidi aende mapema kabla. Kuna namna ambavyo Harmonize atakao waombe msamaha sasa wana kusini. Ile wanakuambia kwamba kuomba msamaha akiwa seriously, sio kwenye Insta story.
Hiyo nayo akifanya hivyo itakuwa kidogo imemwekea katika njia mzuri, sio bana? Kwa sababu narudia tena, mafansi bado wanaongea vitu vingi. Na mimi naamini kabisa kama ingekuwa Mtwara kuna waandishi wengi wabobezi kama walikuwa Dar es Salaam, basi Harmonize mpaka sasa hivi kashachafuliwa vya kutosha sana. Kwa sababu wa Makonde wanaongea vitu vingi. Sawa bana? Yaani watu waliotoka sehemu tofauti tofauti wanatukana matusi. Mimi kuambia hivi, siwezi kuonesha DM yangu hapa kwa mic au kwenye media, lakini matusi ambayo mimi nimetukanwa kwenye simu yangu, Mungu mwenyewe atanisamehe.